Mtazamaji wa Dodoma City TV, karibu katika kutazama mfululizo wa matukio ya wiki kutoka jiji la Dodoma kuanzia Januari 1 hadi 7, 2026. Ni mengi tulionayo na haya ni machache tu nitakayokusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo. Ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Katika siku ya mwaka mpya, kituo cha afya Ilazo kina mengi ya kujivunia kutokana na ufanisi wa kazi na matumizi ya vifaa tiba vya kisasa. Akieleza mafanikio hayo, kaimu mganga mfawidhi Steven Chikoti alisema kuwa kwa sasa kituo hiko kinatoa huduma mbalimbali, hivyo wananchi wanakaribishwa kupata huduma karibu na maeneo yao. Aidha, alisema kuwa katika wiki ya sherehe za mwaka mpya, watoto waliozaliwa katika kituo cha afya Ilazo ni 24. Niseme tu usiku wa kuamkia tarehe 1 kwa maana ya mwaka mpya, kituo chetu kilifanikiwa kupata mtoto mmoja alizaliwa kwa njia ya kawaida ambaye ni wa kiume, alikuwa na kilo 3.6. Wote mama na mtoto wanaendelea vizuri, wanaenda kupata huduma zinazofuata. Lakini pia kwa wiki nzima iliyokuwa inakuja kwenye mwaka mpya, tumepata jumla mama waliojifungua ni 24. Katika hao 24 tumepata waliojifungua kawaida wa mama ni 19, lakini pia na waliozaliwa kwa njia ya upasuaji ni 5. Kwa hiyo jumla tunapata ya watoto 24 waliozaliwa kwa wiki hii inayofuata huu mwaka mpya. Nipende tu kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuboresha huduma za afya hasa ngazi ya msingi na kutusogezea huduma za kibingwa kama nilivyoziorozesha kwa maana ya magonjwa ya ndani, yani internal medicine physician, na magonjwa ya kibingwa ya watoto kwa maana pediatrician. Nitoe shukrani pia zangu za dhati kwa mkurugenzi wa Dodoma kwa maana ya kutusapoti kwa ukaribu mno, kutuletea watumishi ili kuweza kutoa huduma bora za hapa kituoni kwetu. Lakini pia nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa wananchi wanaotuzunguka, lakini pia waje wapate huduma bora kwa maana tayari mazingira ya huduma bora Mheshimiwa Rais kisha yawezesha. Ni sisi, wito wangu ni sisi tu watumishi wa afya tuwe na unyenyekevu kwenye kutoa hizi huduma. Niseme asanteni. Naye Leila Hussein ambaye ni mnufaika wa huduma bora zinazotolewa kituoni hapo alitoa shukrani kwa serikali kwa kuwasogezea huduma za mama na mtoto kwa sababu alijifungua mtoto salama na alihudumiwa vizuri. Majina naitwa Leila Hussein Rashidi, mkazi wa Nzuguni. Nimejifungua hapa hospitali ya Ilazo. Kwa kweli namshukuru Mungu, nimejifungua salama pamoja na mtoto akiwa yupo salama. Kwa kweli huduma za hapa nimezipenda, nahudumiwa vizuri na mpaka sasa hivi nipo sawa, sina matatizo aina yoyote. Kwa kweli hospitali hii ina huduma nzuri na ndio maana nimekuja kujifungulia hapa. Kwa kifupi tu ana huduma nzuri. Namshukuru Mungu kwa kweli, namshukuru Mungu Rais wetu Mama Samia kwa kuleta vifaa vyote, kwa sababu hamna upungufu wa vifaa vya hospitalini, hamna vya kuhangaika sijui vifaa vyote vipo vya kujifungulia kuanzia upasuaji mpaka kawaida. Kwa hivyo namshukuru Mungu. Mungu amzidishie na endelee kwenye madaraka yake. Halmashauri ya jiji la Dodoma iliwafikisha mahakama ya mwanzo makole ya wafanyabiashara wote wa jiji la Dodoma ambao wamekaidi kulipa kodi ya mabango, leseni ya biashara na ushuru wa huduma. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa sheria wa jiji la Dodoma Godfrey Ngazi alisema kuwa wafanyabiashara wote walipe kodi kwa wakati ili kuipa halmashauri nafasi ya kukamilisha miradi ya maendeleo na huduma muhimu kwa jamii. Kwa majina naitwa Godfrey Ngazi, ni afisa sheria jiji la Dodoma. Tumefika mahakamani hapa kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao tunawadai. Maamuzi ni kwamba tumewataka wafanyabiashara wote walipe. Wale ambao wamekaidi kulipa tutawachukulia hatua za kisheria. Na kuna ambao wamelipa leo na kuna ambao wameahidi kulipa ndani ya mwezi huu waweze kumaliza madai yao yote. Hivyo tunawasihi na wengine ambao hawajalipa kabla ya kufikia
uweze kulipa deni lako unalodai. Wananchi wote wa kanda namba 6, wazazi, walezi na wadau wa elimu kwa ujumla wahimizwa kushiriki kikamilifu katika zoezi la uandikishaji wa wanafunzi kwa mwaka wa masomo 2026. Zoezi hilo ni muhimu sana katika kuhakikisha kila mtoto anapata haki yake ya msingi ya elimu. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa elimu kanda namba 6 Mwalimu Fidelis Gingi alisema kuwa elimu ni nguzo ya maendeleo ya mtu binafsi, familia na taifa kwa ujumla. Hivyo ni jukumu la kila mzazi na mlezi kuhakikisha mtoto anaandikishwa shule kwa wakati na kuhudhuria masomo bila vikwazo. Naitwa Mwalimu Fidelis Gingi, afisa elimu kanda namba 6. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo na kwa mwaka huu mpya ambao tumeuanza. Niwatakia kila laheri kwa mwaka huu 2026. Kanda namba 6 leo tulikuwa na kampeni ya kuhamasisha wazazi kuhusu uandikishaji wa elimu awali, elimu msingi, na pia kuwakumbusha wazazi kwa watoto wao waliochaguliwa kujiunga kidato cha kwanza kuhakikisha kuwa ifikapo tarehe 13 watoto wote wanafika shuleni. Pia tumepita katika sehemu mbalimbali katika kanda hii. Kanda hii ina kata ya Mnadani, kata ya Miuji, kata ya Makutupora na kata ya Msalato. Kwa hiyo tumepita sehemu zote kuhamasisha wazazi na kuwakumbusha pia kujua wajibu wao wa kuwapeleka watoto hao shule. Tumehamasisha wazazi kujua kwamba mtoto anapofikisha miaka 5 anatakiwa aandikishwe elimu awali, na anapofikisha miaka 6 anatakiwa aende darasa la kwanza. Na pia kuwakumbusha wazazi kwa wale wanafunzi ambao wamechaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza, wasisubiri tu kukaa nyumbani. Muda huu ndio muda wa kuwasaidia watoto hawa kwa kuwatafutia mahitaji mbalimbali ili waweze kufanya nini, ili waweze kujiunga na shule ifikapo tarehe 13. Lengo letu ni ifikapo tarehe 13 kuhakikisha kuwa watoto wote wanakuwa shuleni. Lengo letu kubwa kama kanda namba 6 ni kuhakikisha kwamba wazazi wote wanakumbushwa, kipindi kilichobaki cha wiki moja, wazazi wote wanakumbushwa kuhakikisha wanatafutia watoto wao mahitaji muhimu mapema, ili inapofika tarehe 13 kila mtoto awe darasani, kusio tena kisingizio cha mzazi kuwa nyumbani na mtoto. Kutokana na tamko lililotolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba kwa wafanyabiashara wa soko la wazi la Machinga jijini Dodoma, wametakiwa kufanya uchaguzi wa viongozi wa soko kwa maendeleo yao. Akizungumza na waandishi wa habari, meneja wa soko la Machinga CPA Johnston Kahungi alisema kuwa kwa sasa zoezi la uandikishaji wa wapiga kura linaendelea vizuri, ambapo tarehe 16 na 17 itakuwa siku ya kutoa fomu kwa wagombea. Tuna zoezi la uchaguzi ambalo linafanyika tarehe 24 mwezi wa kwanza 2026. Na zoezi hili linafanyika kwa sababu kulingana na tamko la Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aliyekuja hapa tarehe 8, akasema viongozi wa machinga na wananchi wafanye uchaguzi mwingine ili kuwa na viongozi wengine wanaoona kwamba ni bora na wenye tija. Kwa hiyo tunaendelea na zoezi la kuandikisha ambalo tulianza tarehe 7, tulina jana tarehe 8 na leo tarehe 9 tunafanya tamati ya uandikishaji. Baada ya hapo tutakuwa na orodha ya watu waliojiandikisha ambao tutawabandika kwenye bao zetu za makuta ili watu waweze kuhakikisha na kujua kwamba ni nani amejiandikisha na ni nani ambaye anastahili kupiga kura. Ili na tarehe 16 mpaka 17 tutatoa fomu kwa ajili ya wale wagombea ambazo tunazo nafasi za aina mbalimbali. Kuna kugombea nafasi wa mwenyekiti, kuna makamu mwenyekiti, kuna katibu msaidizi na tuna mabalozi ambao ni wa blocks. Vile vile tutakuwa na mwakilishi wa watu ambao ni kundi maalum la walemavu. Kwa hiyo tunategemea uchaguzi utakuwa mzuri na utakuwa haki na wa huru, kwa sababu tumewatangazia watu na wanakuja kujiandikisha. Siku ya kwanza tulipata watu kama 499, siku ya pili tumepata 300 na kidogo, na leo ndio tunaendelea kuandikisha. Kwa hiyo tunajua zoezi litakuwa zuri. Of course matarajio yangu, kwanza shauku kubwa ya wananchi ambao ni wafanyabiashara wa machinga ni kuhitaji wawe na viongozi, na waliweza kuuliza swali hilo na waliweza kumwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba wanahitaji wawe na viongozi wengine, kwa sababu waliona kasoro mbalimbali kwamba wale viongozi waliokuwepo hawakuwa wanaitisha mikutano ya kuweza kujadili mambo yao. Kwa hiyo wao wategemea wawe na viongozi wengine ambao wanaweza kufikisha mbali zaidi. Kwa hiyo tunachotegemea ni kwamba kwa sababu wamehitaji wao wenyewe na uchaguzi unafanyika
nafikiri watachagua viongozi ambao ni bora zaidi na watawafanya wafike mbali zaidi. Tunategemea kuwa na watu kuanzia 1200 mpaka 1400, kwa sababu wafanyabiashara wote tulionao ni kama 2500 2700. Kwa hiyo wote hawawezi kujiandikisha, kwa sababu wengine watakwambia wamesafiri, wengine wanaumwa, wengine wana dharura. Kwa hiyo tunategemea 1200 mpaka 1400. Wito wangu kwa wafanyabiashara wa soko la wazi la machinga, watumie fursa hii ya kuchagua viongozi wao, wasije baadaye wakaanza kujilaumu kwamba viongozi waliopo hawafai. Huu ndio wakati wao wa kufanya maamuzi sahihi, aidha ya kuchukua fomu wao wenyewe wawe wagombea au ya kwenda kuchagua kiongozi ambaye wanamuona anafaa. Katika michezo, bonanza la mazoezi ya timu ya Dodoma Jiji na Dodoma Queens lilifana kwa kuhusisha timu mbili za volleyball kwa wanaume na wanawake na netball kwa wanaume na wanawake katika viwanja vya shule ya sekondari Dodoma jijini Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa michezo wa jiji la Dodoma Neema Kilongola alisema kuwa hamasa ya michezo hiyo kwa timu ya wanaume inaendelea kuboreshwa kupitia bonanza mbalimbali ili mwitikio mkubwa upatikane na hatimaye tija ya michezo hiyo ionekane kwa jamii. Kwa majina naitwa Neema Kilongola, ni afisa michezo wa jiji la Dodoma. Leo siku ya Jumamosi ya kwanza ya mwaka 2026 tumeamua kuja kufanya bonanza na mazoezi. Bonanza letu ni kati ya Dodoma Jiji na Dodoma Queens ambalo lina michezo miwili. Kuna volleyball wanaume na wanawake na kuna netball pia ambayo iko kwa wanaume na wanawake. Kwa Dodoma tulikuwa hatuna utaratibu wa kucheza netball wanaume, lakini sasa hivi ndio tumeianzisha na ina mwitikio mkubwa, wanaume wengi wameipenda. Kama mnavyoona hapo, watu wanaendelea kupambana na mtanange ni mkali sana. Tuko kwenye viwanja vya Dodoma Sekondari, tunawakaribisha wote. Na ambaye anahitaji kujiunga na timu ya wanaume ya netball, karibu sana. Lakini pia kuna michezo mingine mingi tu ambao ipo na tuna timu nzuri, timu imara. Kwa hiyo tunakuomba kijana, mwanaume, mbaba, njoo tufanye mazoezi, njoo tupunguze mwili, njoo tupunguze mafuta, njoo tupunguze sumu. Tusikae tu, tufanye mazoezi. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.